Jina langu ni Boniface Kadiri, mkurugenzi wa idara ya utamaduni kutoka Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tuko katika maandalizi ya siku ya Kiswahili duniani ambayo yatafanyika tarehe 7 mwezi wa 7, lakini kwa kipindi hichi sasa hivi tuko katika hizi mbio za masafa marefu, yani Kiswahili Marathon. Na hii inatokana na fursa kubwa ambayo lugha ya Kiswahili imeipata duniani kote. Tunaona pia sasa hivi tunatumia michezo kama sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba inaeneza na kukuza lugha ya Kiswahili. Sasa hivi wapo wachezaji kutoka nchi mbalimbali wanakuja Tanzania, lakini pia wapo Watanzania ambao wanaenda katika hizo nchi kwa ajili ya kucheza, lakini pia ni sehemu mojawapo wanaenda kukuza lugha ya Kiswahili, na wanaokuja hapa wanajifunza lugha ya Kiswahili. Na kama tunapofahamu kwamba michezo ni jambo ambalo linapendwa sana na Watanzania na makundi mbalimbali. Kwa hiyo kupitia michezo tunaona kwamba lugha yetu ya Kiswahili inapenya katika maeneo mbalimbali duniani kote, na watu wanajifunza, na nyewe wenyewe mnawaona hata wachezaji pia wanaona fahari kujifunza lugha yetu ya Kiswahili ambayo ni lugha adhimu. Na ni lugha ambayo ni rahisi sana kujifunza. Kwa hiyo ndio maana wanapokuja, jambo la kwanza kubwa tunahakikisha kwamba wanajua baadhi ya maneno ambayo yatawasaidia katika kuwasiliana. Kwa hiyo tunaona ni namna gani lugha yetu ya Kiswahili inaendelea kukua. Kwa hiyo kupitia hizi marathon ni namna gani pia Tanzania inaenda kukuza hii lugha ya Kiswahili duniani kote, na ndio maana tunaishadihisha ili wananchi wote wa Tanzania na wale waliopo katika maeneo mbalimbali waje wajifunze. Tunawahamasisha kwa kweli wachezaji, mara kwa mara tunawaambia na tunawapa semina. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kutumia lugha yetu pendwa ya Kiswahili, kwa sababu tayari lugha ya Kiswahili inafahamika duniani. Wapo watafsiri, kwa hiyo wanapokwenda katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kucheza, watumie lugha yetu ya Kiswahili. Wapo watu ambao watatafsiri, na kama wale wanaokuja katika nchi zetu hizi kutoka nchi za Ureno, kutoka nchi za Ulaya, wanaongea lugha zao, na sisi pia wapo wakalimani, wapo watu ambao tunawaelewa. Kwa hiyo na sisi tunapoenda katika hizo nchi, wana michezo wote tunawahamasisha kutumia lugha ya Kiswahili, na ni sehemu mojawapo ya kuikuza lugha hii ya Kiswahili. Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametupa urahisi sana katika kufikisha ujumbe kwa lugha ya Kiswahili, kwa sababu yeye pia katika mikutano mbalimbali ya kimataifa, ya kitaifa, anatumia lugha yetu pendwa ya Kiswahili. Na mwaka huu kipekee kabisa tumeziandaa kuhakikisha kwamba watu wote wa kaskazini na kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania wanapata fursa ya kushiriki. Lakini vile vile tunafahamu kwamba tunaingia kwenye Sabasaba, siku ya maadhimisho ya Kiswahili duniani. Tunaienzi siku ambayo tumetunukiwa kimataifa, na katika kuelekea siku hiyo tuna mbio hizi. Lengo ni kuhakikisha wote wa Tanzania na walioko nje ya Tanzania wanaenzi siku ya Kiswahili duniani. Kiswahili ni chetu, sisi ndio wazawa, na sisi ndio tutakaoendeleza lugha ya Kiswahili. Hakuna hata mmoja wetu ambaye atakasema kwamba Kiswahili si chake. Na kwa kuwa ni chetu, ni lazima tuenzi, na mbio hizi ni maalumu kwa ajili ya kuenzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninapongeza uongozi wa juu serikalini na viongozi wengine wote kwa namna ambavyo wanatuunga mkono katika kusherehekea siku ya Kiswahili duniani. Na viongozi mnaowaona mbele yenu wametoka mbali, Dodoma, ni kwa sababu wanathamini siku ya Kiswahili duniani. Kuambia Watanzania, tunataka kuiambia dunia, Kiswahili kilizaliwa Tanzania. Na alimradi tumepata nafasi ya kuwa na siku rasmi ya maadhimisho ya siku ya Kiswahili, sisi tutafanya kila linalowezekana kila mtu ajue kwamba Kiswahili kimezaliwa Tanzania. Na moja ya vitu ambavyo tumeanza kuvifanya kwa kushirikiana na wenzetu wa BAKITA ni pamoja na kuwa na mchezo huu wa mbio hizi ambazo zimepewa jina za mbio za masafa za Kiswahili. Tunataka kuambia Watanzania, mbio hizi tunayo ndoto ya kuzifanya ziwe mbio kubwa duniani, na ikiwezekana ikifika mwaka 2040
ziwe miongoni mwa mbio 10 bora duniani. Kwa mantiki hiyo, tunawaomba wenzetu wenye nia njema tuungane kwa pamoja, kwanza kwenye kushiriki kikamilifu kuionyesha dunia jinsi ambavyo tunaienzi lugha yetu, lakini pili, na wadau ambao wako tayari kutuunga mkono kama wadhamini ili tufikie malengo hayo. Tunaishukuru sana ofisi ya mkuu wa mkoa. Toka tumeanza msimu wa kwanza tumekuwa pamoja nao, tumeshirikiana nao, wametupa miongozo na wametupa usaidizi. Tunashukuru sana. Wizara ndio usiseme. Lakini naomba nitoe pongezi pia kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo ameweka nguvu ya kutosha katika kukikuza Kiswahili chetu. Na kupitia fursa hizo, basi na sisi wachache tunaendelea kuangalia fursa zilizopo katika lugha yetu ya Kiswahili, kama ambavyo wenzetu wa Baraza la Kiswahili wanatuelekeza katika utaratibu ule wa ubidhaishaji wa Kiswahili. Baada ya kusema hayo, ninawaomba Watanzania watuunge mkono tarehe 28 sio mbali. Waje tushiriki kwa pamoja, tuionyeshe dunia namna ambavyo tunakienzi lugha ya Kiswahili. Asanteni sana. La muhimu na la msingi ambalo amelisisitiza wakati anaaga asubuhi ilikuwa ni ujumbe kwa waratibu na wizara kuwa mashindano ya Swahili Marathon yasiondoke Arusha kwa muda hata wa miaka 3 mpaka hapo yatakapokomaa zaidi. Kwa hiyo ujumbe naomba ufike, na aliniahidi kwamba alisema niende na majibu. Kwa hiyo nadhani nitapata majibu kwa sababu mabosi wa wizara wote wako hapa na mratibu wa marathon yuko hapa. Kwa hiyo lingine ambalo tunaliongelea, Swahili Marathon ni marathoni yetu wa Tanzania. Sasa hili jambo linalofanyika la Swahili Marathon nadhani litakuwa ndio utamaduni wetu wa Tanzania, kwa sababu kwanza kukimbia ni michezo, chama sio cha riadha, lakini neno Swahili ni utamaduni. Kwa hiyo ni neno ambalo linaunganisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Hakuna marathon Tanzania ambayo inaweza ikaunganisha utamaduni na michezo kwa pamoja zaidi ya Swahili Marathon. Fanyeni utafiti. Huu ni utafiti mdogo tu. Nimewaambia neno Swahili ni mzizi wake ni Tanzania. Ni neno michezo ni dunia nzima, nadhani kwamba watu watakimbia, lakini utamaduni na mchezo, Swahili Marathon. Kwa hiyo ni marathon ambayo inatakiwa tuipe kipaumbele mkubwa sana wa Tanzania, na tuipende na tuienzi Swahili Marathon. Ushauri, tungeshauri Swahili Marathon ianzie, isiwe kwenye kituo kimoja, ianzie yani kituo cha Arusha kiwe ni kituo tunamaliza. Swahili Marathon iende mikoa yote, ifanyike labda kuanzia mwezi wa kwanza. Swahili Marathon ifanyike mikoa mbalimbali, alafu wale washindi au watu ambao watakuwa wameshinda hapa mpaka watu 100, kila mkoa uwe na mwakilishi kwenye Swahili Marathon. Tuache ile kwamba sijui marathon si bezi, lakini nataka kukuza lugha yetu ya Kiswahili kupitia marathon ya Swahili Marathon. Kwa hiyo tuanze progressive, mipango ianze kwenye wilaya, washirikisho maafisa michezo na utamaduni kila wilaya, mwisho tunafikia Arusha hapa, tunakuja kupasua dunia kwa kupitia neno Swahili Marathon. Jamani, makofi kwa waanzilisha wa hili jambo. Sele, nizidi kukutia moyo na usivunjike moyo. Vikwazo unapokutana navyo ndio sehemu ya kuimarisha Kiswahili Marathon na marathon ya Kiswahili. Nilijaribu kuangalia sponsor walioko pale, naamini tarehe 28 hapa hapata tosha. Watu wa hamasa iendelee kufanya hamasa, ndio kutangaza mbio ya Kiswahili na kutangaza ujumbe. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikukaribisha Arusha. Karibu Arusha, na unapokaa katika vikao vyako vya juu vya utamaduni, sanaa na michezo, kwamba tunaweza kufanya jambo letu likafikia lile alilosema afisa utamaduni kwa niaba ya mkuu wa wilaya kwamba tunataka mbio hii iwe zaidi ya Kilimanjaro Marathon.
kwa sababu Kiswahili ni chetu na Kiswahili kinazungumzwa kuanzia kijijini mpaka taifa na nje ya nchi. Kwa hiyo chonde tuisemee marathon hii, tuipiganie marathon hii, kwa sababu litakuwa na jambo kubwa sana nchi hii tukiendeleza na tukipa msukumo. Baada ya kusema hayo, na wakaribisha tarehe 28 kwenye mbio za Kiswahili Marathon. Kamati yangu ya ufundi pamoja na wataalamu tumejipanga vizuri kuhakikisha kila kitu kitakwenda sambamba kama taratibu na kanuni zinavyoelekeza katika mchezo wa riadha, lakini lengo ni kutangaza Kiswahili. Asanteni sana. Naam, lengo ni kutangaza Kiswahili. Makofi mengi. Kiswahili na huyo ndo mwenyekiti mwenyewe wa riadha huyo. Mmemwonaje? Amenyooka, sio? Watu